Maisha ya Sulemani na fumbo la maisha. Mara nyingi tumekuwa tunapowasikiliza watu wakubwa hasa waliofanikiwa sana, nasikiliza watu kadhaa ambao wanashauri anasema unapoomba unatakiwa useme kwamba Mungu naomba unipe mali kama za Sulemani, nipe hekima, maarifa kama ya Sulemani. Na inasadikika katika maandiko kwamba Sulemani alipokutana na Muumba, nguvu ya asili, wengi tunamuita Mungu, sawa. Aliambiwa aombe kitu chochote kile ambacho anajisikia kumwomba Mungu na Mungu atampatia. Na Sulemani aliomba hekima. Mungu naomba maarifa, naomba hekima. Na ukisoma maisha ya Sulemani juu bila kutafakari, ambavyo wengi wanatufundisha hivyo, kwa sababu Sulemani anakubalika na dini zote mbili, Waislamu na Wakristo. Unaposoma juu bila kutafakari, anaonekana ni mtu ambaye alifanikiwa sana, anaonekana ni mtu ambaye alikuwa na mali nyingi sana, na anaonekana ni mtu ambaye alipendelewa na Mungu sana, kiwango ambacho hata wenzetu wanamuhusisha na vitu baadhi vingine, kwamba alikuwa na uwezo wa kuongea navyo na kusema navyo. Kwa kweli hili sitaki kudhibitisha, lakini leo nataka tuchimbe hasa kwamba hivi utajiri wa Sulemani ulimsaidia Sulemani kuwa Sulemani ama haukumsaidia chochote? Kwa sababu gani ni muhimu kuchunguza? Kwa sababu tupo tunahangaika na kuwa matajiri pengine zaidi ya Sulemani au kuwa kama Sulemani, kwa maana ya kwamba tuko busy tunatafuta pesa nyingi, tunatafuta mashamba, tunalima, ndivyo tunavyoshauriwa pia na wataalamu, tulime, tuweke akiba vyakula vingi, tuwe navyo vya kutosha. Anasema hizo ndizo baraka ambazo Mungu anakuwa amekubariki, tuwe na pesa nyingi, tuweke mabenki, tufungue mabiashara. Yes, tunaona kama hizo ndizo baraka ambazo, na watu wengi, wanaume kwa wanawake, hasa wanaume, nianze na kundi la wanaume, kwamba wana mfululizo wa kuendelea kuwa na wanawake wengi, na wanalala na huyu, wanaachana na huyu, wanagusa huyu, anagusa huyu, anagusa rangi, mfupi, mwembamba, na wote wanapokuwa wanafanya hivyo wanafikiri kuwa hasa hii ndio staili ya maisha na ndio baraka hasa, na wengi unakuta wanajaribu kutafuta kitu fulani, na wanawake nao ni hivyo hivyo. Sasa hiki kitu hakijaanza kwetu, kilianza kwa Sulemani. Sulemani baada ya kuambiwa ombe chochote na Mungu akaomba maarifa, alifanikiwa kumiliki hayo maarifa, alifanikiwa kumiliki mali nyingi. Lakini unaposoma kitabu kinachomsimulia Sulemani, kinaonyesha Sulemani wakati wote alikuwa anatafuta kitu fulani cha ziada, ambalo ndilo somo kuu hasa katika kile kitabu. Kuna masomo mengi, lakini hilo hasa ndio kubwa, kwamba alikuwa kila wakati anahitaji kitu cha ziada. Kwa alikuwa ni kama ni mtu ambaye ana kila kitu lakini hana kila kitu. Ndio maana ukisoma anasema kwamba nikaiambia nafsi yangu kwamba nitakuburudisha kwa anasa. Kwa nini aiburudisha kwa anasa? Inaonekana wazi kwamba Sulemani alikuwa hana kitu fulani ndani yake, hana jambo fulani ndani yake ambalo alikuwa analitafuta, kwamba labda nikiburudika kwa anasa hilo jambo litakaa sawa. Na unaposoma ni kwamba wakati mwingine anasema nikaiambia nafsi yangu kwamba lolote ambalo macho yataona kilitaka mimi nitakupatia. Na pengine nafikiri hasa ndio sababu kuu ya Sulemani kuwa na wanawake wengi, wanawake 700. Nilikuwa najaribu kutafakari kwamba jamaa alikuwa anatumia shilingi ngapi kwa siku. Sisi ni changamoto ukiacha 30, 10,000, 50,000 kwa siku, tunaona ni changamoto, ni hela nyingi sana, wengine 10,000, wengine 5,000, ngapi, tunalalamika kwamba kulea mke mmoja au wawili wangapi ni tatizo kubwa. Lakini yeye alikuwa na uwezo wa kuhudumia wanawake 700, ukiacha watoto na masulia 300. Hiki ni kiwango kikubwa sana. Kwa unaweza ukaona utajiri alikuwa nao, lakini bado kuna kitu anakitafuta. Anajaribu kuburudisha moyo wake, anajaribu kuburudisha nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu wakati wote nafsi yake inadai kwamba haijatosheka, haijaridhika. Na ndivyo maisha tunavyoishi leo. Unaomba hiki kwa Mungu, unasema naomba gari, baada ya kupewa gari unaona hujaridhika. Naomba nyumba, kikupa nyumba unaona hujaridhika. Unaona kuna kitu kinahitajika. Kuna kitu kinahitajika. Kuna kitu kinahitajika. Huu mchezo aliucheza sana Sulemani, na mwishoni akaja akatupa majibu. Kitu unachokihitaji au alichokuwa anakitafuta Sulemani. Sulemani alikuwa na maarifa, aliomba maarifa kwa Mungu, lakini hakuomba
uwepo wa Mungu. Mungu alimpa maarifa akaondoka zake, lakini Sulemani hakutembea katika uwepo wa Mungu. Ndio maana Sulemani alioa wanawake wengi na wale wanawake wakamshawishi kuabudu miungu mingine. Hakuwa na uwepo wa Mungu katika maisha yake. Hakuwa na uwepo wa Mungu. Alipewa maarifa na Mungu, alipewa hekima na Mungu, alipewa uwezo mkubwa na Mungu, lakini hakutembea na Mungu katika maisha yake. Na ndicho wakati wote hakuwa ameunganika tuseme na chanzo akiita Mungu ni sawa, hakuwa ameunganika moja kwa moja. Na ndicho alichokuwa anakitafuta wakati wote, kwa alikuwa anaona kwamba kinapungua katika maisha yake. Na wewe siku hizi kama utaendelea kutafuta hayo mafanikio, ukiendelea kutembea na hao wanawake, ukiendelea kutembea na hao wanaume, ukiendelea kudhani kwamba pesa au mafanikio yanakuja kukupa hiyo hali unayojisikia ndani yako ya kutokutosheka, kutokuwa na utoshelevu, unaendelea kupoteza muda wako na unaendelea kuharibu maisha yako. Ni lazima urudi nyuma, uunganike na chanzo halisi ili usikie amani, usikie furaha, usikie utoshelevu, alafu endelee kupambana na maisha yako. Na kama bado hujaunganika na chanzo halisi, huwezi ukapata hiyo amani. Kwa wakati wote utakapokuwa unapata vitu, ndipo utakapokuwa mhitaji zaidi. Wakati wote utakapokuwa unapata vitu kama Suleiman alivyokuwa akimiliki, akiwa na vitu vingi zaidi, ndivyo alikuwa anajiona ni mhitaji zaidi. Na wewe usianguke katika huo mtego, na jihusia pia na nafsi yangu kwamba tusianguke katika huo mtego wa kuendelea kudhani kwamba mali, magari, nyumba, kutembea na wanawake, kuvuta madawa ya kulevya, kunywa pombe kali, kunywa sana pombe, kuhonga sana wanawake, vinakuja kukava nafasi ya muunganiko na asili yetu au na Mungu wetu. Haitatokea, tutaendelea kuumiza nafsi zetu, tutaendelea kutengeneza makovu katika miili yetu. Kwa jambo la msingi unalolihitaji katika maisha yako ni wewe kuunganika na chanzo, kuunganika na Mungu. Hivyo tutakavyoita ni kuunganika na Mungu. Ni namna gani tutaunganika na Mungu? Ni rahisi. Sasa bahati mbaya ukurasa hautoshi kuongea kwa kirefu sana. Ningeanza sasa kufundisha namna ambavyo unao uwezo wa kuunganika na Mungu, lakini anzia hapo, anza kutafuta namna ambavyo unaweza ukaunganika na Mungu. Usalie na wakati mwema hadi wakati mwingine. Mimi ni rafiki yako MJ for people, mshauri wa masuala ya kiroho. Bye bye.